Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, pasina shaka upo salama kabisa. Huu ni mwendelezo wa update moja kwa moja kutoka mahakamani, kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, hii itakuwa ni sehemu ya pili, ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, ambapo sehemu ya kwanza tayari tulisha kusogezea hapa update. Kwa yule ambaye hajatazama sehemu ya kwanza part 1, anaweza akatazama ili aweze kuelewa kitu gani kimetokea mahakamani, na hii itakuwa ni sehemu ya pili kwa leo part 2, siku ya Jumatatu tarehe 13 ya mwezi wa 10. Sasa sehemu ya kwanza kwa siku ya leo, yani part 1, tulishia pale ambapo Mheshimiwa Lissu alikuwa anamwambia shahidi kwamba, je, wakati unaotoa ushahidi wako mahakamani ulisema chochote? Kwa nini uliosema mahakamani hayapo kwenye maelezo yako ya polisi? Shahidi Kaya akajibu na kusema kwamba hayo maelezo sikutoa. Hapa ni kwamba maelezo ambayo shahidi aliyaandika polisi na yale ambayo amekuja kuyatoa huku mahakamani yanatofautiana. Je, ulieleza ni kwa nini? Anasema kwamba hayo maelezo sikutoa. Mheshimiwa Lissu, kwa nini mwaka wako uliotaja mahakamani, ule wa 2006 na ule wa 2005 uliousema polisi, ulieleza kwa nini zinatofautiana? Shahidi Kaya akajibu na kusema kwamba hilo halipo. Nikukumbushe kwamba wakati shahidi Kaya anatoa ushahidi wake alisema kwamba aliajiriwa mwaka fulani, yani 2006, lakini huku mahakamani akaja kusema 2005. Yani hapo amechanganya miaka ya kuajiriwa. Kuna utofauti kwenye maelezo yake aliyoandika polisi na ule mwaka aliyoutaja polisi. Kwa nini vinatofautiana? Je, ulieleza ni kwa nini vinatofautiana? Anasema kwamba hakufanya hivyo. Sasa tunaendelea. Mheshimiwa Lissu, ulienda kumuona saa 4 na ulipomaliza ni saa 4 hiyo hiyo. Sasa uliwezaje? Shahidi anasema lisaa lina dakika 60. Kwa hiyo kwenye hiyo mida ya saa 4 ndio nilimaliza hayo yote. Mheshimiwa Lissu, ulipofika kwa SSP George ulimweleza ulichoona kwenye mtandao wa YouTube? Kaya anajibu na kusema kwamba ni sahihi, nilimuonesha kwa simu yangu. Mheshimiwa Lissu, na ni ukweli ulimuonesha baadhi ya vipande vilivyokuwa na viashiria vya jinai na ulimuonesha vipande? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, je, hayo maelezo yako yapo kwenye maelezo yako ya polisi? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba hayapo. Mheshimiwa Lissu, ni kweli ulisema ulimuonesha video ukisoma maelezo yako ya polisi na hujafafanua kama ulimuonesha vipande au la? Kaya anajibu na kusema kwamba sikuandika kama nimemuonesha. Mheshimiwa Lissu, ulieleza pia hapa mahakamani kwamba wakati unamuonesha SSP George hiyo video klipu, na yeye alichukua polisi notebook yake na kujaza taarifa anazoona. Shahidi anajibu na kusema kwamba ni kweli. Mheshimiwa Lissu, je, hayo kuhusu afande George kama yapo kwenye maelezo yako polisi waambie majaji? Kaya anajibu na kusema kwamba hayapo. Mheshimiwa Lissu anamuuliza, umewahi kuhudhuria shule ya msingi? Shahidi Kaya anajibu kwamba mwaka 1989 hadi mwaka 1995 nilisoma Nyang'anyeni na Lyakilimu huko Marangu Primary School. Mheshimiwa Lissu, je, sekondari umewahi soma? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba nimeanza mwaka 1996 na kuhitimu mwaka 1999 shule ya sekondari Lyakilimu. Mheshimiwa Lissu, ni sahihi nikisema ulimaliza form 4 hapo? Kaya anajibu na kusema kwamba ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, ulipata division ngapi? Lissu kamuuliza hapa shahidi, ulipata division ngapi? Amesimama hapa wakili wa serikali baada ya Lissu kumuuliza shahidi kwamba ulipata division ngapi. Amesimama huyu wakili wa serikali anasema kuwa anapinga swali la kumuuliza shahidi
ufaulu wake. Anasema kifungu cha 167 cha sheria ya ushahidi kinasema jambo hilo sio relevant kabisa. Kikubwa amemaliza shule, mengine ni siri ya shahidi. Anasimama Katuga naye anasema swali hilo linalenga kutaka nini? Section ya 164 inasema kwa nini maswali ya namna hii yanaulizwa? Tukiacha hili ataulizwa una wake wangapi? Mheshimiwa Lissu anasimama kuwajibu hapa. Anasema, Mheshimiwa majaji, mimi siulizi swali bila sababu ya kiushahidi. Suala la elimu ya shahidi limejitokeza sana katika examination in chief. Wameeleza vyuo alivyopitia Moshi na Zanzibar, wameelezea extensively. Wangetaka tusiyajue wasingeyaanzisha, wameanzisha, wavumilie. Suala la academic qualification linahusu namna gani maafisa wa polisi wanaajiriwa. 054 kifungu cha kwanza cha PGO inahusu namna wanavyoajiriwa. Anaisoma hapa. Kama alipata 0, alipaswa kuwa polisi officer huyu? Lissu anauliza kama alipata 0, je, alipaswa kuwa polisi officer huyu? Kama shahidi alipata 0. PGO inasema, PGO kifungu cha 53 sehemu ya 10, on promotions on inspectorate shall normally be to personnel with the following qualification including form 4 qualification. Was he fit to be promoted to inspectorate? Kama alipata 0, ajibu tu haya mambo waliyaleta wenyewe, wavumilie sasa muda huu. Mbona nimeuliza ya shule ya msingi hamjasema kitu? Mmeanza kulalamika nilipofika kwenye form 4. Mmeyataka mtapata. Anasimama tena Katuga. Tumesikia majibu ya mshtakiwa, hajaelewa pingamizi letu. Hatujapinga elimu yake ya shule ya msingi. Swala la division sio relevant kabisa, na PGO haijasema apate division ngapi. Huyu ni Katuga anasema kwamba wamemsikia Lissu, lakini Lissu hajaelewa pingamizi lao. Anasema kwamba wao hawajapinga kuhusu elimu yake ya shule ya msingi, ila wao wanalopinga ni swala la division sio relevant kabisa. Hata PGO pia haijasema apate division ngapi. Anasema imezungumzia elimu kwa ujumla, yani PGO imezungumzia elimu kwa ujumla. Kwanza, ufaulu wa form 4 ni kuanzia division 1, 2, 3 na 4. Hizo zote ni ufaulu. Anasimama pia hapa wakili wa Jamhuri Job Mrema. Anasema kwanza niseme naunga mkono yote yaliyosemwa na Katuga. Mshtakiwa alikuwa anazungumzia credibility ya shahidi. Job Mrema anazungumza mambo mapya. Lissu anaweka pingamizi, jaji anasema jiongoze vizuri Mrema. Job Mrema amekaa chini ghafla, watu wamecheka, hajaeleweka hata alikuwa anataka kusema nini. Jaji anasema mahakama imewasikiliza na kuona muishie hapo tu, msiende kwenye alipata nini. Mheshimiwa Lissu, je, ulisoma kidato cha 5 na 6? Lissu anamuuliza shahidi baada ya jaji kusema kwamba tuendelee, mahakama iendelee na hilo swala la alipata nini asiulizwe shahidi. Kwa hiyo Lissu kamuuliza shahidi kwamba je, ulisoma kidato cha 5 na 6? Shahidi kaya anajibu na kusema kwamba sikusoma. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji kama una advanced diploma ya kitu chochote. Shahidi kaya anajibu na kusema kwamba ninayo. Mheshimiwa Lissu anamuuliza ya nini? Shahidi kaya anajibu na kusema kwamba refrigeration and air na air condition advanced diploma, nilisoma Nairobi. Mheshimiwa Lissu anasema umesoma masuala ya mafriji chuo gani? Shahidi kaya anajibu na kusema kwamba waheshimiwa majaji, naomba mahakama hii isiwe chombo cha kutoa taarifa za mashahidi na isiwe nia ya kudhalilisha. Watu wanacheka hapa mahakamani. Lissu alimuuliza shahidi kwamba hiyo kozi ya refrigeration
na Air Condition Advanced Diploma, ambapo anasema alisomea huko Nairobi, atuambie alisomea chuo gani. Kwa hiyo shahidi anasema kwamba majaji, maswali ambayo yanaulizwa mahakamani yasiwe maswali ya kumtangaza shahidi vitu vyake na kumdhalilisha. Kwa hiyo hapa shahidi Kaaya anasema, naomba mahakama ilinde taarifa zangu binafsi, naomba tulizingatie hilo, yani kwamba taarifa zake binafsi zilindwe. Kwa hiyo anaomba mahakama izingatie jambo hilo. Sasa baada ya shahidi kusema hivyo, Jaji Ndunguru akasema, shahidi unapaswa kurelaksi kabisa. Kama kuna swali la kukudhalilisha, hatutaruhusu ujibu, tutaingilia kati. Wewe kama shahidi fanya kazi yako. Huyu ni Jaji Ndunguru ambaye anaongoza jopo la majaji ambao wanasikiliza kesi hii. Jaji anasema hayo mengine kwamba yanaandikwa mitandaoni, achana nayo. Watu wengine wanaweza kucheka kwa sababu hawafahamu. Mahakama tukiona unatweza utu wako, tutaingilia. Hayo ya mitandaoni haturuhusiwi, yani hatuhusiki nayo na hatuwezi kuyazungumzia hapa. Kwa hiyo jaji anamwambia kwamba kama mahakama tukiona unatwezwa utu wako, tutaingilia, na hayo ya mitandaoni hatuhusiki nayo na hatuwezi kuyazungumzia hapa mahakamani. Mheshimiwa Lissu anasema, sasa turudie, je, una advanced diploma? Shahidi Kaaya akajibu na kusema kwamba ninayo. Mheshimiwa Lissu, ni ya kitu gani na umepata wapi? Shahidi Kaaya, advanced diploma refrigeration and air condition na electrical installation. Nilipata chuo cha ufundi VETA na baadaye Interglobal College iko Nairobi, inaitwa Interglobal College. Mheshimiwa Lissu, ueleze maana ya NACTE, unaifahamu? Shahidi Kaaya anasema naifahamu. Mheshimiwa Lissu, je, hicho chuo kinatambulika na NACTE? Shahidi Kaaya akajibu na kusema kwamba ndiyo, kinatambulika. Mheshimiwa Lissu, je, una shahada ya chuo kikuu? Shahidi anajibu ninayo. Mheshimiwa Lissu, ipi? Shahidi Kaaya anasema chuo kikuu huria cha Tanzania. Mheshimiwa Lissu, umesoma nini na lini? Kaaya anasema kwamba nina degree ya LL.B mwaka 2019. Mheshimiwa Lissu anasema kumbe ni mwanasheria mwenzangu na kucheka hapa. Sasa waeleze majaji kama hayo yote umeyaeleza una shahada ya sheria. Shahidi Kaaya anajibu na kusema kwamba sikuandika. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji kama ushahidi wako wa wiki iliyopita na yale maelezo yako ya polisi kuwa una advanced diploma in refrigeration and air condition. Shahidi Kaaya anasema kwamba sijaeleza kabisa. Mheshimiwa Lissu, je, ulieleza sababu ya kuto kueleza mambo haya matamu na mueleze? Kaaya anasema kwamba sikueleza. Mheshimiwa Lissu, ulisema umesoma chuo cha Unique Academy. Kaaya, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, hiki chuo gani hivi? Kaaya anasema kwamba sio chuo kikuu, sio chuo kinachotoa advanced diploma. Hiki chuo tulipelekwa maafisa wa polisi, huwa tunapelekwa maeneo mbalimbali ikiwemo UDOM tunaendaga. Mheshimiwa Lissu, ukisema sina uhakika nalo nijibu. Ukisema sijui nalo nijibu. Sasa nataka unijibu swali langu, hiyo Unique Academy inatoa diploma ya chochote? Kaaya akajibu nafikiri inatoa. Mheshimiwa Lissu, je, hicho chuo kinatambulika na mamlaka ya ithibati na hivyo vyuo vya ufundi? Shahidi Kaaya anajibu na kusema kwamba sijui kabisa. Na baada ya kujibu kwamba sijui kabisa, Mheshimiwa Lissu anasema, shahidi, umesema umesomea chuo cha polisi Zanzibar, umepata cheti cha mahudhurio na chuo cha polisi Moshi na Dar es Salaam na Unique Academy kote umepata vyeti? Shahidi Kaaya anasema ndiyo. Mheshimiwa Lissu, sasa nikisema wewe Inspector John Kaaya, nikisema huna qualification yoyote, nitakuwa nakosea? Shahidi akajibu kwamba utakuwa unakosea.
Mheshimiwa Lissu, soma maana ya professional qualification kwenye PGO. Kaya anasema means advanced diploma and above. Lissu, kwa tafsiri hiyo ya PGO ambayo ni advanced diploma au shahada ya chuo kikuu. Kaya anajibu na kusema kwamba ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo huna qualification ila una vyeti vya hapa na pale, kweli au sio kweli? Kaya anajibu na kusema kwamba sikueleza hayo mambo. Mheshimiwa Lissu, sasa nataka tuzungumze kuhusu masuala ya mtandaoni. Umesema wewe ni mtaalamu. Hebu tuambie, ulisema lazima ufanye usajili kwanza ili uweze kuingia mtandaoni. Je, utaratibu huo ni wa aina hiyo hiyo katika mitandao yote? Kaya akajibu na kusema kwamba utaratibu unatofautiana. Mheshimiwa Lissu, je, YouTube inamilikiwa na Google? Kaya akajibu na kusema kwamba ni kweli. Mheshimiwa Lissu, mtu yoyote mwenye Google account anaweza kuingia YouTube? Kaya anajibu na kusema kwamba ni kweli. Mheshimiwa Lissu, je, ni kweli kwamba ili kuwa na Google account unachohitaji kuwa nacho ni username na password peke yake? Kaya anajibu na kusema ni kweli. Mheshimiwa Lissu, je, ukiwa na Google account unaweza kuingia YouTube? Kaya anajibu na kusema kwamba ni kweli. Mheshimiwa Lissu, je, ukiwa na Gmail account huhitaji channel URL ili kupakua video au kuangalia? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba waheshimiwa majaji, nataka nitoe maelezo kidogo. Kwa hiyo sio kweli. Mheshimiwa Lissu, kuna kitu kinaitwa YouTube user account, kweli au si kweli? Kaya anajibu na kusema kwamba ni kitu sawa na URL, ni kitu kimoja. Mheshimiwa Lissu, sasa hiyo channel URL umuhimu wake inakuwezesha ukiwa nayo kulike au kukomenti kwenye picha za YouTube mitandaoni? Kaya anajibu na kusema kwamba ni sahihi, ukiwa na email inatosha. Kwa hiyo amejibu kwamba ni sahihi, ukiwa na email inatosha. Umeona namna ambavyo shahidi Kaya anakwenda na Lissu. Lissu anamuuliza tena, mtu mwenye hiyo akaunti ya kawaida, hiyo ya Gmail, anaweza kuweka video huko YouTube? Kaya anajibu na kusema kwamba ni sahihi, anaweza, hata live streaming anaweza. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo ni ushahidi wako kwamba mtu yeyote mwenye Gmail account anaweza kurusha video YouTube ya Jambo TV? Shahidi Kaya anasema hauwezi kuingia kwenye ukurasa wa Jambo TV. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze majaji kama ni kweli au si kweli mtu pekee anayeweza kufungua YouTube channel kama Jambo TV, Chanzo TV au Mwanzo TV ni mtu mwenye URL. Shahidi Kaya anasema, waheshimiwa majaji, kipo naona swali lake liko kivingine. Mheshimiwa Lissu, sasa naomba kuuliza swali la mwisho, twende mapumziko. Je, unafahamu aliyefungua YouTube channel inayoitwa Jambo TV? Shahidi anajibu simfahamu. Mheshimiwa Lissu, je, ni nani mwenye password ya Jambo TV? Kaya, simfahamu. Mheshimiwa Lissu, waeleze majaji kama mtu asiye na hiyo password, asiyekuwa operator wa Jambo TV anaweza kuweka vitu kwenye mtandao wa Jambo TV YouTube. Shahidi Kaya anasema huwezi. Lissu anasema, waheshimiwa majaji, tukale. Jaji Ndunguru anasema tuna break kwa lisali moja, tutarudi kuendelea. Kwa hiyo tunaishia hapo. Hii itakuwa ni sehemu ya pili part 2. Sehemu ya 3 part 3 kwa siku ya leo itakujia. Kikubwa kaa karibu nasi hapa tujue mwisho wa Kaya ni nini, ila tumeona mengi namna ambavyo anabanwa mahakamani. Najua kuna kitu pia unajifunza cha kimahakama zaidi kutoka kwa mwalimu wa sheria Tundu Lissu. Tuachie maoni yako na subiria part 3 itakujia hivi punde.